Kwanza ile kauli ya rais kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Matendo yao ni ya kigaidi. Kusema kwamba wanaharakati wanafanya ugaidi ni kauli hatari sana ikiachwa ilivyo na watetezi wa haki kote nchini. Niseme kwamba nimefuatilia lile tukio la jana na naamini katika wakati mwafaka pengine chama kitalizungumza zaidi na hata viongozi wetu wa Zanzibar huko watalizungumza, lakini kwa namna nilivyolifuatilia nina machache ya kusema. Kwanza ile kauli ya rais ambaye sisi hatutambui uchaguzi wake ya kusema kwamba wanaharakati wanafanya ugaidi ni kauli hatari sana ikiachwa ilivyo na watetezi wa haki kote nchini. Mimi nasema haya kwa sababu kutokana na 7 yaliyotangazwa huko mitandaoni, ninavyozungumza hivi sasa kuna viongozi wa Chadema na wanachama wako vituo vya polisi bado, na wengine wamepigwa na kuumizwa. Geita kule kuna dada anaitwa Neema, kule Tanga kuna Nasra, kuna Rukia na wengine. Kule Mbeya kule kuna vijana wa Chaso. Dar es Salaam hapa kuna watu wamepigwa, wameumizwa. Katika kupigwa kwao walikuwa wanalazimishwa wengine wao kuandika maelezo kwamba walipanga vitendo vya kigaidi. Alafu wanalazimishwa kwa vipigo kutaja majina ya baadhi ya viongozi wa Chadema. Sasa kitendo cha matukio hayo kutokea siku chache kabla, alafu rais kutamka kuhusu wanaharakati na ugaidi, inatengeneza connection kwamba inawezekana kabisa kulikuwa na order ndani ya serikali na ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama kubambika kesi za ugaidi kwa viongozi wa Chadema kwa malengo ambayo yanaleta maswali. Sasa hii behavior ya kuingiza neno ugaidi kubwa sana katika masuala ya kiraia ya watu imekuwa trend ya hii serikali. Mwaka 2021 baada ya Mwenyezi Mungu kumtoa Magufuli, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, alipoingia Samia, Chadema ilipoanza tu ziara ya katiba mpya kwa makongamano ya ndani, rais akasema kuna chokochoko za katiba. Mwenyekiti Mboya akiwa Mwanza akakamatwa, akapewa kesi ya ugaidi kwa sababu ya katiba mpya. Sasa leo wakati nchi inazungumza katiba mpya, free Tundu Lissu, rais anarudia kile kile, kipateni ile ile. Ni ishara ya kwamba hakuna maridhiano, kuna tangazo la vita dhidi ya wanaharakati na by extension vita dhidi ya Chadema na viongozi wa Chadema. Kwa hiyo kuna unafiki uliofanyika Zanzibar wa kusema kitu tofauti na kufanya tofauti. Bibi nasema mazungumzo ni moja ya nyenzo ambayo sisi kama Chadema tunaamini katika kushughulikia matatizo. Tunaamini kwenye mapambano, tunaamini kwenye mazungumzo. Lakini sisi tumesema tunaamini kwenye mazungumzo ya dhati. Sasa tukasema tunataka mazungumzo ambayo kutakuwa na wasuluhishi huru, preferably wa kimataifa. Serikali inasema hatutaki mazungumzo, hatutaki wapatanishi, hatutaki wasuluhishi. Alafu kule Zanzibar kuanzia Novemba CCM kuna wasuluhishi, kuna wapatanishi, Karume, Shein. Na foundation ya mazungumzo ya Zanzibar imejengwa kwa miaka mingi ya mazungumzo ambayo yalihusisha jamii ya kimataifa kuanzia wakati Commonwealth ilipokwenda kuingilia matatizo ya Zanzibar. Kwa kule Zanzibar inaonekana ni sahihi kuleta watu wa nje kushughulikia mgogoro,
lakini muungano Tanzania inaonekana ni shida. Sasa nataka kusema kwamba tutayazungumza haya na tutatoa mwelekeo, lakini ninachokiona ni kwamba ACT imeamua kwa mara nyingine tena, pamoja na mauaji ya tarehe 29 ya watu na siku zofuatia, kusaliti damu za watu na kusaliti harakati za mabadiliko. Kumezungumzwa kule, moja ya mambo watakayozungumza watakapoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa na tume itakayoundwa ni kwamba watazungumza kuhusu marekebisho ya katiba ya Zanzibar. Kwa matatizo yetu ya kikatiba, ya katiba ya Zanzibar, ya katiba ya muungano, huwezi kushughulika na mapungufu ya katiba ya Zanzibar bila kushughulika kwanza na mapungufu ya katiba ya muungano, ikiwemo kuhusu muundo wa muungano. Lakini kunapelekwa hiyo danganya toto ili Watanzania wajenge impression kwamba sasa nchi ina maridhiano, kuonekana kuna maridhiano, alafu upande wa pili umefungua mapambano. Tunasisitiza tu yule msimamo wa kamati kuu. Kamati kuu ilishasema masuala hayo ya na maridhiano ni matokeo, kinachotangulia ni mazungumzo. Kamati kuu imesisitiza hizo ya awamu tofauti tofauti kwamba waje wasuluhishi au wapatanishi wa kimataifa kuja kama kuna hitaji la mazungumzo yoyote yale, kuja kufanya mazungumzo, kwa sababu sisi tumeshiriki mazungumzo na watawala, na mimi nimepata bahati ya kuwepo kwenye timu ya mazungumzo kuanzia na rais mwenyewe mwezi Mei mwaka 2022 pale Ikulu Chamwino, mpaka kwenye timu ya mazungumzo ya watu 5 kila upande. Tumezungumza kwa namna tulivyozungumza nao kwa kipindi chote tulichozungumza nao, na baada ya mauaji ya Oktoba na yote yaliyotendeka, hakuna namna kwamba utawala huu haramu dhalimu unaweza kuaminika kwamba ndio uongoze mazungumzo. Kwa hilo ndio naweza kusema katika hatua hii. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba tutaendelea na mapambano, lakini milango yetu iko wazi kwa mazungumzo ambayo yatakuwa mazungumzo ya haki. Sasa kule Zanzibar rais akarudia tena kutumia neno la Mungu, na ndio nitahitimishia hii hapa kwa swali uliouliza. Akanukuu Mathayo 5 kuhusu heri wapatanishi. Kwa hiyo ni kama vile wanasema watu ambao hawataki kupatana wana shida. Rais amesahau kwamba ukisoma Mathayo 5 kuhusu zile heri zote, kuna heri wenye njaa ya kiu ya haki, heri wanaodhulumiwa, wanaoonewa, kuna heri kadhaa. Sasa mimi ni waombe wanachadema na Watanzania kuendelea kuwa na kiu ya haki, kuendelea kuwa na njaa na kiu ya haki, pamoja na kuonewa, pamoja na kuumizwa, lakini tusonge mbele. Tunaamini mwisho wa siku haki itatimia.